zetu, vijana wetu ambao wanahitimu kidato cha 6. Ni kweli tupo kwenye shughuli za Bunge. Nilipopokea mwaliko, natambua uwepo wa mwakilishi wa OCD, asante sana. Nilipopokea mwaliko mkuu wa shule kwamba tunakuhitaji Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, mbunge wetu, uje siku hii ya leo, nilisema mbali na kwamba tupo katika bunge la bajeti, kwa sababu ni siku ya Ijumaa, weekend hii nitaitumia pamoja na wazazi wenzangu, pamoja na watoto wetu, kuhakikisha wanaifurahia siku hii ya kwao. Lakini pia leo, tangu nimechaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hili, ndiyo graduation ya kwanza. Alafu iko kata ya Kabarimu. Kata anayotoka makamu mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi. Kata anayotoka kaka yangu Kidata, mshauri wa rais masuala ya kiuchumi. Kata ambayo ndio ofisi yetu ya chama ipo. Mimi ni nani nikatae kuja kuungana na mimi? Lakini pia shule hii ina historia sana. Amesema hapa mkuu wa shule, performance yake sio kwenye wilaya tu, iko kwenye level ya mkoa. Na mimi niwatie moyo, sio miujiza. Hata mkitaka kuwa kwenye level ya taifa mtakuwa, kwa sababu mna uwezo huo. Wanaokuwa kwenye level ya kitaifa hawana miguu minne, hawana vichwa viwili, wana kichwa hiki. Sawa sawa, watoto wangu, inawezekana. Miaka 3 mfululizo umeshika rekodi ya wapi? Ya mkoa, si ndio? Nawapa challenge ya taifa, mnaweza. Lakini pia pongezi kubwa ni wape wazazi. Hongereni sana 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 kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya mpaka leo. Vijana hawa kufikia hatua hii si kazi ndogo. Hongereni sana sana sana. Mungu awabariki. Nyinyi mnakaa nao nyumbani, mnawasimamia, lakini kuna wazazi wengine, walimu. Mungu awabariki sana. Hongereni sana kwa kazi kubwa mnayoifanya kwa kuhakikisha shule hii inakuwa miongoni mwa shule ambazo zinafanya vizuri, lakini vile vile ni shule bora katika mkoa wetu kwenye matokeo ya kidato cha 6. Mungu awabariki sana. Kitu pekee nitakachosema kama mwakilishi ni kuiunga mkono tu shule. Hamna namna. Mkiunga mkono ili kuhakikisha tunatoa morali kwa wazazi, tunatoa morali kwa walimu, tunatoa morali kwa wanafunzi wengine, wakisoma wajue kuna viongozi wao wanaowapa support. Nilikuwa nasikiliza risala. Wazazi mnafanya kazi nzuri. Mmeamua kubeba mzigo wa walimu wanaojitolea pamoja na daktari kwa ajili ya kuwalipa mishahara. Mungu awabariki. Na hayo yote mnafanya kwa sababu mnajua mnapanda mbegu gani na mnataka mavuno ya aina gani. Hongereni sana sana, na mimi nitawaunga mkono. Siku ya leo, watoto wangu wapendwa, na mimi nilipita. Mimi nilikuwa nachukua kombi ya HGL. Kitaaluma ni mwandishi wa habari na nimeipractice hiyo kazi. Kabla sijawa mbunge nilikuwa nafanya kazi kwenye vyombo vya habari vya Uhuru na Mzalendo. Najua hapo nilipigwa kiasi gani kitaaluma. Sawa sawa.
siku yangu mimi kama ya leo nilikuwa na furaha, lakini nilikuwa na huzuni. Nyie mna bahati, siku kama ya leo inawafikia, mna wazazi wenu wanawashuhudia, na kila sababu ya kufanya vizuri zaidi ili muatie moyo. Si tumeelewana? Mimi siku ya graduation kama ya leo nilikuwa sina baba, nilikuwa sina mama, na ndio mtoto wa kwanza kwenye familia yetu. Nilichosema, kukosa wazazi sio sababu ya kutotimiza malengo yako. Sawa sawa? Kukosa wazazi sio sababu ya kufanyaje, ya kutotimiza nini, malengo yako. Naomba niwaambie, leo mna graduate, wazazi wenu wanawashuhudia, future yenu iko mikononi mwenu. Sisi tumeelewana wanangu? Tumeelewana? Naomba mjitunze. Naomba tarehe 4 ukikaa kwenye chumba cha mtihani, jua kuna baba, kuna mama, kuna walimu kuanzia primary school mpaka sasa hivi waliopambana kuhakikisha wewe unatimiza ndoto yako. Furaha ya wazazi sio haja ya kujitumie wewe kwa kumpa pesa. Furaha yoyote ya mzazi, mafanikio yake ni ufaulu wa mtoto wake na kufikisha malengo yake. Sisi tumeelewana watoto wangu? Naamini siku ya leo kuweni na furaha, huku mkijipanga kuhakikisha mnakamilisha vizuri masomo yenu ya kidato cha 6. Na mimi na uhakika sio tu division 1 ya 0.7 ikipungua sana 0.8. Halo, tumeelewana? Sio tu 1 ya 0.7 au 8. Mnaweza mjawa wa kwanza kimkoa kwa bahati mbaya. Sawa sawa? Mtawafurahisha wazazi, lakini mtawapa heshima pia walimu wenu ambao wanawafundisha. Jambo lingine lililonifurahisha, mna nidhamu ya hali ya juu, lakini mnamcha Mungu pia. Na sehemu yoyote yenye mafanikio, nidhamu na hofu ya Mungu. Na ndio maana walimu hawajataka baba yangu Mchungaji Festo wala waenda muite shehe wa wilaya, wakasema kuna watoto wameiva kiimani kwa upande wa Waislamu na upande wa Wakristo, wote mmekuja mmetuombea dua. Tabia hiyo endeleeni nayo mpaka mkienda university, mtafanikiwa kweli kweli. Sasa leo ni siku, maneno machache, kucheza sana, si ndio? Siku ya furaha, si ndio? Sasa mimi niwapongeze mkuu wa chuo wa shule, nimesikia risala zenu. Naomba nikuhakikishie yaliyo ndani ya uwezo wangu nitayafanya, na ya serikali kuu nitayapeleka, na kazi hiyo naiweza, naipenda kweli kweli. Yaani kazi ya ubunge si tu najifunza, naiweza kweli kweli. Yaani kama msemaji si kusema kupiga kelele, kwa hoja. Tutalifanyia kazi kweli kweli. Na bunge lililopita, moja ya vitu vya msingi kwenye hotuba ya bajeti ya waziri mkuu ambayo